Chum TV. Furaha kiganjani. Kwa mwaka huu 2025 mkoa wa Kusini Unguja umejipanga na kujiandaa vizuri kwa ajili ya kupokea Mwenge wa Uhuru kutoka mkoa wa Tanga na kukimbiza katika maeneo ya wilaya zake mbili, kwa maana ya wilaya ya Kusini Unguja na wilaya ya Kati. Tumejiandaa katika miradi mbalimbali yakiwemo sekta ya elimu, afya, lakini vile vile sekta ya miundombinu ya barabara pamoja na miundombinu ya vyombo vya ulinzi na usalama na miradi ya uwekezaji. Sambamba na miradi hiyo vile vile kutakuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za uhifadhi wa mazingira, ikiwa ni jambo moja la muhimu kwetu katika kuhakikisha kwamba utalii endelevu na maisha endelevu kwa wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja vinaendelea kulindwa. Siku ya leo tumetembelea zaidi ya miradi 9. Miradi ambayo inatarajiwa endapo itakidhi vigezo kama ambavyo matakwa ya mbio za Mwenge wa Uhuru zilivyo. Miradi hii basi ama itawekewa mawe ya msingi, itakaguliwa au itaweza kufunguliwa rasmi. Tumeshakagua kama kamati ya usalama ya mkoa na kuweza kubaini baadhi ya viashiria ambavyo tumezielekeza wilaya pamoja na halmashauri kuweza kufanya marekebisho ya viashiria hivyo ili kuondoa kabisa changamoto ambazo zinaweza kujitokeza katika shamra za mbio za Mwenge wa Uhuru. Matarajio yetu kwamba miradi yote hii itaweza kukidhi hatimaye vigezo vyote na kuweza kushiriki au kushirikishwa katika mbio za Mwenge wa Uhuru. Wito wangu kwa wakuu wa wilaya wote, kwa maana wilaya ya Kati na Kusini Unguja, wahakikishe kwamba matakwa yote ya vigezo vya mbio za Mwenge wa Uhuru kama ambavyo tumewaelekeza basi yanatekelezwa na kuratibiwa vizuri ili kuwapa wasaa mzuri viongozi na wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa kuja kutimiza jukumu lao bila ya changamoto ya aina yote. Matarajio yetu kwamba Mwenge wa Uhuru utakapoingia tarehe 17 na 18 katika mkoa wa Kusini Unguja mwezi Juni mwaka 2025, basi utaweza kujionea hali halisi ya kasi ya maendeleo ya serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi na serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Maendeleo haya ni kwa ajili ya wananchi wote na yamewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchumi wao, ustawi wao wa jamii vinakuwa kwa kasi kubwa zaidi. Muda sio mrefu ataanza kazi, kwa sababu hii kazi tulifanya kwa vitu viwili. Kwanza tumetafuta mkandarasi wa kujenga huu ukuta, na vile vile tutafuta mkandarasi wa kujenga ile solar park. Kwa hivyo mkandarasi wa kujenga huu ukuta kama mnavyoona sasa hivi 90% imeshamalizika. Kwa sasa mkandarasi mwingine ambaye anayekuja ni kujenga ile solar park ambayo itakuwa ya megawati 18. Kwa hivyo tutajenga hapa Makunduchi megawati 18 ya solar ambayo baadaye tutaingiza kwenye grid ya grid yetu ya taifa. Kwa hivyo katika kazi nyingine sasa ni ya kujenga kituo cha umeme vitatu. Kimoja kitakuwa hapa, nafikiri kuna kingine kiko Matemwe, kama sipita Matemwe umeona kitu kama hichi vile vile, na kingine kitakuwa pale kidogo pale Welezo. Pale Welezo pale ndio tutakuwa tunapokelea. Pale Welezo chini pale jishini. Ile lane ya 132 ambayo imetoka Fumba mpaka Matemwe mpaka Mtoni, kwa pale tutaitepo pale tutaiunganisha. Kwa hivyo itakuja zake sasa Makunduchi na Matemwe. Kwa hivyo ukitoka pale Welezo chini inakuja zake mpaka Ubago. Ikifika Ubago pale itatawanyika. Moja inaeleza yake Matemwe, nyingine inakuja zake hapa Makunduchi. Na hii kwa sababu yote ni kuondosha tatizo la umeme mdogo, vile vile kupunguza haya matatizo katika umeme. Kwa sababu ukijenga la laini kubwa maana yake kwamba hata katika umeme itakuwa inapungua.